Unaweza ukawa shuleni, alafu pale shule ukachaguliwa kuwa kiranja, alafu ukawa monitor tena. Pale tena ukaambiwa ni timekeeper, utakuwa unaangalia muda ukifika unaenda kugonga kengele ili vipindi vibadilike. Si unaona umepewa majukumu mengi sana pale. Na ukawa busy kwa kweli, na jasho linaanza likakutoka, sio? Huku kiranja, huku monitor, huku timekeeper, huku umeambiwa ni bwana usafi. Alafu ukapata tiki kabisa, umonitor, ukiranja, udada wa usafi, kaka usafi, kutunza muda wa vipindi, 100%. Wakasema kwa kweli yuko vizuri. Alafu masomo yote ukapata 000. Nauliza, makusudi makuu yamefikiwa? Kusudi kuu lilikuwa nini? Kusudi kuu lilikuwa uende usome kwa utaratibu ulioko pale shuleni, ufaulu kwa utaratibu uliopo, utoke na cheti chako, useme nimemaliza darasa la ngapi? La 7, si ndio? Na ndivyo hivyo na kwenye maisha ya wokovu. Ni lazima kujua kusudi kuu la Mungu ni lipi. Kwa sababu ndani ya maisha ya wokovu na ndani ya kanisa la Kristo yako mengi. Kwa unakuwa shemasi pale mlangoni kuwakaribisha wageni, kunakuwa mzee wa kanisa, kunakuwa mchungaji. Yote haya unaweza ukapata ngapi? Ukapata nini? Lakini kusudi kuu la Mungu la kuweka kanisa, kusudi kuu la Mungu la kuleta wokovu, unajua halikuwa mzee wa kanisa. Kusudi kuu la Mungu lilikuwa ni sisi tuishi ndani ya Kristo na Kristo aishi ndani yetu, alafu huku nje tabia za Kristo zionekane kwa sababu ni Kristo anaziachilia. Hilo ndio kusudi kuu la Mungu.